Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Michezo na hii leo tuko hapa Karume kwenye tawi la Yanga, tawi ambalo limezinduliwa muda sio mrefu, na mbele yako niko na mjumbe wa tawi ambaye almaarufu kama msema kweli, anapatikana hapa Karume, Dar es Salaam. Bana, habari za leo Faza? Salama ndugu yangu, vipi hali bwana? Alhamdulillah, za masiku. Namshukuru Mungu, tuko vizuri, afya iko safi, haina shida. Sawa. Tuanzie hapo hapo kwenye afya iko safi, haina shida. Hii inachagizwa na nini? La kwanza Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na afya bora, lakini pia kwa sisi mashabiki wa Yanga, kwa usajili ambao Yanga ameufanya, engineers wasajili waleta na timu jinsi ilivyo, inatuongezea na afya zaidi. Tuko vizuri kwa kweli. Sasa tunakaa tunajisikia raha mustarehe. Ukiangalia wapinzani wetu wana migogoro, kondo raha kama inazidi vile. Na ikikuwa unaamka asubuhi ukutana tu Simba inakuaje? Hata ukutana tu Simba upo mkono tu kwamba bwana ongeleni nyimbo vizuri. Ukienda mitandao ya kijamii sasa hivi mashabiki wengi, mafriends wengi wa klabu ya Simba wote wanasifia Yanga. Sasa inasaidia sisi kuwa na afya bora zaidi. Na ujio wa wachezaji na mashabiki wa Simba kutusifia timu yetu. Basi hatuna mawazo mengine kutafuta tu hela, lakini kuhusu mambo ya ushabiki tuko vizuri, atuongezea afya kwa kweli. NBC Premier League imeanza rasmi, michezo miwili, goli 7. Kuna haja ya kuongeza kasi au zinatosha? Maana hii si kawaida hii. Kwanza kwa mujibu wa kocha anasema ndo kwanza mambo kwa mujibu wa kocha ndo kwanza mambo yameanza, sababu timu bado, kwa mujibu wa kocha bado timu haijapata muunganiko. Sasa kama ukiangalia hizi mechi 3-4 ambazo ukianza na ile mechi ya kirafiki ya wiki ya Mwananchi, mechi ya Ngao Islami na hii mechi hizi mbili za ligi, kwamba ukiangalia kwa sasa kama kocha anasema mambo bado hajakaa sawa, huko mechi 10 zijazo itakuwaje? Sasa mimi nachofia ndugu zangu Simba, tutakutana mwezi wa 10 6 ngapi, sina uhakika vizuri, lakini mwezi wa 10 mwanzoni ratiba itakuwa iko hivyo. Sasa kama hizi mechi 4 tu iko hivi na kocha anakuambia bado mambo timu yake inavyoitaka bado hajakaa sawa. Sasa na wasiwasi kama Simba walipoteza zile mechi goli 5, mechi katika zile mechi ya kwanza wapiga goli 5 Gamondi, walipoteana kwanza toa mechi ile mpaka Simba hajakaa sawa kwa sababu zile goli 5 za Gamondi. Sasa kwa kocha huyu na huu usajili ambao tumefanya msimu huu, hiyo mwezi wa 10 na timu itakuwa ndio bora zaidi. Kama goli 7 sijui, naweza kaa chini goli chache itakuwa goli 7. Sasa hapo sasa ukichanganya na mgogoro huu ambao wako nao na hizo goli ambazo tutafunga zaidi ya goli 5, kwanza goli 7 na kuendelea. Kama ingezekaje sehemu timu ya Simba ingenunua tu aite pale Jangwani, aitafuta hata ofisi pale akae pale tufanye mambo mengine, acheza tena rede. Jumbe bana. Jumbe bana, Simba inunuliwe? Sasa kama wenyewe wanapoteana. Na ndugu tulikuwa na mwenyekiti wetu wa zamani Yusuf Manji alisema kama Simba wanazingua tu mnaweza kanunua nikapeka bichi, nikapeka kwekoko akacheza tu. Sasa kama yeye anaweza, basi inawezekana hata huyu anaweza kanunua Simba akawaleta pale Jangwani wakacheza hata basketball. Sababu timu yao asili yao timu yao si Queen. Sababu timu unajua toka walitoka kutoka Yanga kuja Simba kuacha timu yao waliita Queen FC. Sasa anaweza kaleta hii timu ya wanawake kwa sababu inaonekana bwana anafanya vibaya kwa upande wetu. Simba unajua kuvizoea timu ya wanawake. Sasa akataka akachukua ile timu ika Simba Queen ikawa sasa ya wanawake kwa upande wa Yanga akainunua wakafanya vizuri zaidi. Kwa mimi naona itakuwa hivyo kama ili mali mambo yawe mazuri zaidi. Wewe upo sahihi, upo sawa kabisa kwamba Simba inunuliwe na GSM ije Yanga. Kwa mwenendo unaonekana ni bora GSM aje kwa paraka. Kama sasa hivi wenyewe raha kwao haitaki. Washaona kwa kuna shida. Utailiwa muelewi, viongozi wao elewi. Ukikaa na monge engineer Harris kwamba ni bonge la kiongozi. Ukiambia GSM lake sio mawazo, sio iko benki nyingine iko ndani. Huyu ndio tajiri bora. Basi tu kama wanamuelewa. Sasa mimi nani nipinge? Kwa hiyo ni bora amalize tu shughuli awachukue anunue ile timu aje nayo. Hata mheshimiwa nani huyu marehemu arondoka, rais wetu Pendo Magufuli alisema, alimwambia Mo kipindi kile Mo katika bora wake ndo kabla sisi kipindi cha omba ile aliwaambia natamani hata Simba na Yanga pia waende kuwekeza ta Yanga. Sasa kama alimtuma Mo aje kuwekeza Yanga, mheshimiwa rais ambaye sasa marehemu, na yule uwezo wake wenyewe mwanao mdogo, kama kaja tajiri ambaye ni bora
kuliko huyu ambaye asifanye kuichukua Yanga. Sasa kwa nini JSM ni bora kwa nini kocha Simba kanunua? Inawezekana ni maamuzi tu wenyewe walizie, na dalili naiona kwa sababu sasa hivi wachambuzi wengi wa Simba na mafriends wengi washaanza kuzifia JSM kwamba ni tajiri ambao mwenye mkono wake sio abilika kama tajiri wao, na wanamtikia Engineer Hersi. Sasa hii rada ipata kwa mbali mwenzao yule nani, si Mpanzu, si nani ushabiki nani huyu aeleweki, hatuna Mtemvu, hatuna nani huyu mchezaji au ni shabiki wa Simba huyu bwana ambaye iko michezo wapo wengi tulipandisha juu ya basi katika kombe la Shangilia, nani bwana huyu Mchome. Jina teko uwani saizi labda kaenda toilet kidogo. Lakini nimemsahau, sio mtakumsahau Mchome mapema ikajikaona huku ndo kwenye raha kaja. Sasa wale watu wanampinga Mchome, leo ndo wa kwanza nao wanamfuata kidogo. Sasa ili lao wengine wanashindwa kuja. Basi JSM inunue tu ile Simba ilete pale. Wanaofurahi kama alivyo pale Mchome. Lakini Mchome kama mwazi. Bana, umezungumzia swala nzima la kuwa na kiu sana ya kukutana na Simba kwa mara nyingine. Kwa namna ambavyo game zilizopita na michezo ambayo imekutana nayo, umekuwa na advantage kubwa sana. Kwa nini mnakuwa na hamu tena kukutana naye na sio vilabu vingine ambavyo maybe vinapatikana kwenye ndani ya NBC Premier League? Why mnyama? Na ukiangalia matokeo ya nyuma ni matokeo ambayo mna faida nayo makubwa sana, bado mnamfanya kama mpinzani. Unajua Simba kwa nini mimi binafsi tunamnao sana mechi ya mwezi wa 10 tukutane naye mapema, kwa sababu tuliwafunga mara 6 mfululizo. Mwaka jana wakapata bahati, mimi nasema ni furuku, wakapata suluhu 2 katika ligi na wakatufunga kombe la Muungano Zanzibar, na sasa tuwafunga kwenye Ngao Hisani. Kwa sasa hivi wanasema kwamba ni kombe la kwenu kwa sababu mwalimu kaja kwenu. Sasa kitendo cha kutufunga msimu uliopita, kutufunga wakafanya mambo sasa kawale shika sasa, ni ushabiki, yani nchi ikachafuka, yani mpaka enda kule Jangwani kwetu wakaenda katokea kinyesi. Sasa zile kala tufanyia msimu uliopita, sasa msimu wetu tuzitaki, ndio maana namna tukutane mapema ili pale Jangwani msimu ujao kaja wa China, si msijajua nani atakaza ule uwanja, basi asikute pale najisi asukute kinyesi pale. Sasa tuwafunge hao goli 7 na kuendelea. Ile madi ile tabia kuja Jangwani kutokea kinyesi itakoma kuanzia hapo, hata kuja. Sababu tuliona msimu uliopita tuliwapa nafasi, lakini kitendo cha kuwapa nafasi wakaja kutuchafulia hali ya hewa. Ndio maana kama namnao, kwa sababu tumuje mdomo wao. Ibaki hivi tutakutana nao tupa mkono, bwana ongeeni nyewe kiboko. Ongeeni nyewe kiboko. Sasa mkono tutatamani uwepo ili mali tukuwaruhusu tu akipata hata draw. Waje kukojoa hapa Jangwani wao. Sio watu wazuri. Game 2 zilizomalizika clean sheet hakuna. Ni udhaifu wa mabeki au kuna namna ambavyo DJ Diarra amepungua quality? Mimi naona ni mchezo, siwezi kulaumu mabeki wala siwezi kumlaumu Diarra, kwa sababu kama goli la jana mwenyewe umeliona. Ni infection tu ambao beki wetu huyu namba 3 wetu nani huyu mpira ulimbabua ukampoteza malengo. Diarra anakwenda huku, mpira unaenda huku. Kwa hiyo siwezi kumlaumu yule aliyomgonga, wala siwezi kumlaumu, mtamsifia tu mpigaji kwamba alichoona kwamba nipige pale utajua utampoteza malengo. Hilo ndio kikubwa, siwezi kulaumu mabeki wala siwezi kumlaumu nani, kumlaumu golikipa. Hiki ni golikipa bora kwa sasa hivi. Sio Yanga tunajivunia, sio Yanga tu, hata Karia mwenye TFF yake ajivunia kwa mtu kama kwa Tanzania katika ligi yake kuna mtu kama Diarra. Ni kitu sio kitu kidogo jamani, watu wengi wanatamani kwa mtu kama Diarra. Kwa hiyo Diarra ukampa kasoro kwa goli kama yale mawili, hili la jana na lile lingine la Numungo, ni magoli tu ya kimchezo wa kawaida. Yanga sio kwamba itafungwa magoli, siku tatu kapoteza mchezo, lakini inapotezaje? Unajua shida sio kushinda. Tumeshinda hizo zote, tumefunga goli 7. Kwanza tukafunga katika sio bora, lakini unashindaje? Au umefungwaje? Simba ameshinda mechi zao 2, lakini ukiangalia japo wana pointi zao 6, lakini kwa staili hii na upodi wao huyu aeleweki kama anacheza Kimasai. Lakini kuna moja alijuzi sasa moja ukaruka kama Masai hivi anacheza ngoma za Kimasai. Sasa kwa staili ile hapa kuna shida. Japo ameshinda, hapa kuna shida. Lakini sio kwamba hizi kwamba kushinda. Sasa kiangalia Yanga ameshinda na pia anaocheza. Unajua kwamba Yanga msimu huu sio kuishia robo finali kwa ubingwa wa Afrika. Tunatosha ni kucheza finali au kuleta kombe Tanzania. Kikosi kinatosha kimataifa. Kimataifa kwa kikosi hichi. Uje pale Jobu hayupo pale. Uje pale nani Azikia jengia. Unaona? Mwalimu bado pale. Kuna huyu kijana Mzinze bado. Sasa hao kwa mujibu wa madaktari wa Yanga, hawa wote ambao walikuwa majeruhi, na nimsikia Alikamwe juzi anaongea, ratiba ilikuwa aanze kuanzia mwezi wa 10 au 11. Lakini mpaka mechi ya dabi hawa wote 90% walikuwa wagonjwa wanaingia. Akiwepo Jobu ataingia, akiwepo nani ataingia nani huyu Mzinze. Na huyu mwalimu na wenzake hizi tu wiki 2 watakuwa wako sawa. Kwa hiyo mimi na imani mpaka mechi ya Simba atakuwepo. Kama mechi ya Simba atakuwepo katika mechi za kimataifa, wote wanachinja. Sasa kama atakuwepo wao kwa ligi hii na timu hii kwa hizi mechi za timu za klabu bingwa unazoziona,
hakuna kutuzuia, hakuna, sijamwona. Wapinzani wana doubt ikionekana kwa Mangungu kwenye msiba aliyekuwa rais wa Young African Sports Club. Ili unalizungumziaje mjumbe? Kwanza Mangungu ni muungwana, ni mtu mwenye hekima, na ndio maana mpaka leo unajua Simba kuna japo kuna migogoro lakini kidogo kuna utulivu huu ambao kama Mangungu angekuwa sio muungwana basi leo Simba pale ngopo kila mtu angechukua cha kwake. Lakini mpaka naona leo bodi ya Simba ipo kwa sababu ya Mangungu tu, hekima zake. Sasa ile hekima zake ndio zinamshangaza mpaka watu wengine wanamuona kama sio mtopoa. Lakini Simba na Yanga sio maadui. Simba na Yanga toka zamani ni wapinzani lakini watani wa jadi. Napotokea tatizo kwao, sisi wana Yanga tunapaswa twende, na sisi tatizo kwetu tunapaswa tuwaje. Sasa jana tumepata msiba mkubwa wiki hii, na jana tuliandaa kwenda kumwaga ndugu yetu ambaye tulikuwa na kiongozi wetu mpendwa, alikuwa mfadhili wa klabu yetu na alikuwa kiongozi wa klabu yetu. Sasa katika watu walipewa taarifa na Mangungu akapewa, na alimwambia engineer Seba, kwa sasa nipo zangu nyumbani kidogo. Unajua pale kuna migogoro, lazima ujiweke sawa. Kwa alienda kidogo kwao Kilwa, timu iko Mwanza wanacheza na Pamba. Tena kajiweka sawa kidogo, kapata dua kidogo kwao, akarudi akaja kwa nini? Shughuli ya msiba wa ndugu yetu. Bana mjumbe, uliambiwa kama ameenda kujiweka sawa kiayo mazingira. Sasa wewe si mtu wa pwani mwenzetu, basi ni watu wa pwani, hapa tupate taarifa kwamba alikuwa kwao, kenda ndio maana unaenda Mwanza ujue. Kenda kujiweka sawa. Simba kuna mgogoro ujue. Kama mwili wako mwepesi na mgogoro ambao iko Simba unapotea. Kwa lazima aende kaenda kwao, kaenda kujiweka sawa kidogo, amerudi uko fiti. Sasa hao ambao wanamfuatafuata hao, na wengi wanamfuatafuata najua ndio huko juu. Ambao kanda huko kanda ziwa huko juu ndio anamsumbua. Wajua huyu mtu anayemsumbua ni mtu wa pwani ujue. Huyu kacheza na bahari, maji chumvi anacheza kidogo, maji baridi anapata kuna mito. Sasa lazima ikajiweka fiti, kaenda kwao kujiweka fiti. Tepa simezipata bwana. Kwao karudi kaja katika msiba, amewakilisha vizuri, amejiwakilisha yeye na pia na timu ya Simba, japo watu wa Simba wanachukia. Pia akawakilisha. Kwao ni jambo zuri sana. Ni jambo la hekima. Hata kama watu viongozi wote wanakuwa kama vile. Na ndio kinachomsaidia Engineer Hersi. Ajitoa kila sehemu, ni muungwana Engineer Hersi. Kwenye vituo vya timu utamwona mambo ya kijamii pia anajitokeza. Kwa hiyo huyu mtu ana nyanja zote, kwa wazee utamwona, kwa vijana. Ndio maana Engineer Hersi hakuna mtu anamwona huyu sio. Vijana wanamwona safi, wazee watamwona safi kwa sababu akiona wazee ajue anaongea na vipi wazee, akiona vijana anaongea na vipi vijana, akiona wachezaji kuna kipindi anakuwa kama kiongozi sasa. Pale sasa hata wenyewe wachezaji wa Yanga wanamuogopa. Yes. Sasa hivi sasa ndio rais wetu. Kuna muda mshikaji tu. Kwa hiyo wenyewe wanashajua kwamba yupi Engineer Hersi kwa sasa iko vipi, wanajua wanaenda naye sawa. Sasa hao ndio viongozi watakiwa. Kwa hata Mangungu, labda Mangungu kinachomhukumu ni kitu kimoja tu, ni age tu. Age tu, hakika mambo mengine iko vizuri. Sasa hivi mpira umebadilika. Ule mpira kizamani sio sasa hivi. Kwa hata Mangungu, kwa mimi binafsi ni bonge la kiongozi. Lakini shida ya Simba na sio Mangungu, viongozi wote wa Simba bado wana maisha yale ya kizamani. Yale sasa hivi watu washatoka, mpira sasa hivi uko level nyingine. Tafuteni viongozi wenye vijana waendelee na huyu kijana Engineer Hersi. Migogoro yote ya Simba, hakuna chochote, hakuna cha Modeuji, hakuna si cha si Mangungu, hakuna si cha Magoli. Shida kubwa ameleta Engineer Hersi. Wala shida kusema ukweli tu. Kama Simba ingekuwa nashinda, sio matokeo yanapata uwanjani. Wao usingisikia bilioni 20, si katiba ya zamani, ukasema kwanza katiba ya zamani wanajua. Au mashabiki mpaka anaangalia katiba mpya. Katiba zamani kwa nayo haijui. Wanaangalia katiba mpya. Wanaangalia katiba mpya kwa sababu matokeo hayapati mazuri. Kama kupata matokeo mazuri, wala wasingalia katiba mpya. Yaani katiba mpya. Lakini shida kubwa inasababisha bara lote ni Engineer Hersi una GSM, hakuna mtu mwingine. Hata katiba mpya ambayo anang'ang'ania. Mimi nakwambia Mangungu ni muungwana, itaanza kufanya kazi muda sio mrefu. Na utaona kenda kasoro tu. Kwa sababu kubwa Engineer Hersi ukitaka afanikiwe basi Simba baba GSM inunue ilete huko. Ndio hapa sasa katiba mpya itakuwa haina utasikia migogoro yote. Katiba imepitishwa bana. Katiba imepitishwa ndio. Lakini sio shida, sio katiba. Wanaiongoza katiba na nani? Engineer wale hawana. Yaani Engineer Hersi, mtu kama Engineer Hersi wale hawana. Na wale watu sio unapata wapo wengi jua. Unaona Madrid wale. Wale si wazungu wa duniani kule. Huyo Perez ana miaka mingapi? Mbona abadilishe kila mara ambadilishe Perez? Sio pale. Kwa maana ukipata kiongozi alikuwa bora, huyo mtu mshikilie. Ndio maana Madrid mara nyingi wanamshikilia sana Perez kwa sababu kwanza ana pesa, pili ni kiongozi mwenye maono, ndio maana mngangania. Sasa hata Simba tafute mtu kama Engineer Hersi ili wapeleke. Mimi ndio maana napenda Engineer Hersi kama Perez tu. Wanafanana. Hapa taifa ndio ipata kumbe ile Perez na pia ni engineer, ni mhandisi. Sasa ndio wasosi na wahandisi watakuwa na kitu. Hao wahandisi hawa watakuwa na kitu. Huwezi kuwa mhandisi hapa una kitu. Sasa shida yule ndugu yangu Mangungu sio si kama mhandisi, sina uhakika. Akida hata kama mhandisi umri nao umeenda sana. Wewe style. Kwa kupambana na ndugu yetu Engineer Hersi itakuwa bado sana. Bana mjumbe, mimi nikushukuru. Asante sana, shukuru.
Full Time ya Hotbiz.